tunaye hapa mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi ili kuzungumza kinagaubaga ni nini itakuwa hatma ya Marekani na Iran, vita vitaendelea ama patakuwa na suluhu. Rahbi, habari za asubuhi. Salama. Leo tumeamka tofauti. Juzi ilikuwa kuna ceasefire, leo tena Marekani anasema anajibu mashambulizi. Hivi ni nani alianza kumshambulia mwenzie? Iran ndo alianza. Nini kilifanya? Kuna wakati unajiangalia tu umesimama kwenye sehemu gani, unachukua tahadhari. Kuna wakati Israeli huwa wanafanya mashambulizi, wanasema kuwa uchunguzi wetu ulituonyesha kuwa kulikuwa kuna hatari ingetukabili baada ya pale. Kwa mashambulizi wao kujilinda. Unafanya lile shambulizi alafu una justify, unalihalalisha lile shambulizi, unasema kuwa nilikuwa nimechukua tahadhari ya kujilinda baada ya kumuhisi adui yangu anaweza kunidhuru. Kwa hiyo unaweza ukasema kuwa ilikuwa hivyo. Kabla ya shambulizi la Irani kuelekea Jordan kwenye kambi za kijeshi za Marekani, Ibrahim Aziz ambaye amekuwa ni mmoja ya wasemaji wazuri sana wa jeshi la Irani, siku moja kabla alisema kuwa hatuwezi tukaruhusu kuwa Marekani kama vile anauchezesha mchezo, kuwa tunaamua tunapigana halafu anapumzika, tunapumzika. Anasema hatuwezi tukamruhusu kuwa yeye akawa anaamua kufunga na kufungua. Kwa hiyo tunachofanya ni kuwa tukijisikia kuwa tukaona kuna tishio lolote tutaanzisha sisi, hatusubiri yeye kuja pale. Hii imekuja kama wamepata uzoefu fulani hapa karibuni kutoka kwenye hii ceasefire, kuwa Marekani amekuwa na mchezo mmoja ambao huu mchezo alifanyiwa sana Syria wakati wa Bashar al-Assad, kuwa wanakudhoofisha kidogo kidogo. Hapa katikati Marekani walikuwa wanafanya huu mchezo kuwa wanaanzisha mashambulizi. Wakianzisha mashambulizi, wao ukijibu unapiga, wakishaona sasa umekuja juu sana, wanarudi wanakuambia no, tuna ceasefire, tuendelee na mazungumzo. Wakati wao unafanya na mazungumzo, ukiangalia taarifa za pembeni utaona kuwa wao wanasomba silaha kuhakikisha wanaenda wanafidia pale walipokuwa na hasara. Utaona mitambo inawekwa hapa, silaha zinakuja. Halafu mnaanza sasa kufanya ile progress ya mazungumzo. Mkifika pale unaona tena wameanzisha. Mnapigana, mkiona kuwa wakiona tayari mambo yamepungua tena wanakuambia tuko kwenye ceasefire, tunarudi. So huu ulikuwa ni mchezo ambao unaendelea, na sasa kwa shambulizi la Irani ni kama vile umewastua tena Marekani wabadili aina ya mchezo, kwa sababu tunakupa ujumbe kuwa hauwezi ukasimamisha vita pale utapoianzisha. Yani, lakini pale ulikuwa na kichwani unasema kuwa tuanzishe uchokozi. Halafu tunaanzisha uchokozi kuwa sisi ndio tunaopanga huo mchezo. Tukifika sehemu fulani tunaustopisha. Wao hawana njia yote. Sasa wakati huo unawaza kuwa nianzishe mchezo mpya, unatakiwa ufikirie kuwa hautosimama. Sawa. Kwa hiyo inatokea wakati mwingine vile. Na kwa wakati huu ambao upinzani anaokutana nao Trump ni mkali, na hapa juzi amepata pigo kwa kuondokewa na Graham. Isingekuwa Iran ndio imeanzisha mashambulizi, bado angeendelea na janja zake kwamba anasitisha, anajipanga, anarudi tena, ama nguvu yake ingedhoofishwa? Bila shaka kumekuwa na mvutano mkubwa sana hata katika kamati yake ya usalama ya Donald Trump. Nadhani taarifa ya baadhi ya vyombo vya habari jana jioni ilitoa kuwa vingi viliandika kama kuchanganyikiwa kwa Donald Trump. Yani alichanganyikiwa baada ya, wanasema, ile bodi yake inayoshughulika na mgogoro huu kushindwa kufikia makubaliano, kuwa sasa hesabu nyingine ni zipi, kwa sababu tumejaribu na kujaribu, yani tunajaribu hiki tunashindwa, tunajaribu hiki tunashindwa, tunajaribu hiki. Sasa ni kuwa walikuwa wameshindwa kufikia makubaliano ya mwisho kuwa tunaenda kwenye hesabu gani. Unajua, ni siku moja baada ya kukutana na waziri mkuu wa Israel na watu wengi waliamini kuwa kukutana kwa Trump na waziri mkuu wa Israeli kungekuja labda na tamko moja. Unajua, toka kuanza vita ya Irani hawakuwahi kukutana. Yani hii ndio mara ya kwanza wanakutana toka kuanza kwa vita. Licha ya kuwa inabaki kuwa hawa ndio viongozi ambao wamekutana mara nyingi zaidi ukilinganisha na viongozi wote katika kipindi cha awamu ya pili ya Donald Trump. Mara ya 8 wanakutana katika kipindi ambacho kiko chini ya mwaka mmoja na nusu. Sasa walikuwa wanategemea wengi kuwa kukutana kwao kungekuja na maamuzi ya kuwa ndio walioanzisha vita, tunakuja kivipi. Lakini hata mazungumzo yao yamebaki kuwa siri. Walizungumza nini? Waandishi wa habari hawakuambiwa wamefikia lipi. Lakini sasa kukawa kuna wakati bado wamekutana na ulimwengu unafahamu kabisa kuwa
Netanyahu anakwenda kama vile kumwagia petroli kwenye moto, kuwa kutalipuka zaidi. Unaona tena Irani wanalipua zaidi wao, yani wanashambulia kambi za kijeshi za Marekani, wakati Netanyahu yuko pale pale, kuwa manake ni kumchochea tu bosi, si nilikwambia? Sio, kwa hiyo ni kama vile walikuwa wanachochea zaidi. Lakini bado na hapo unaona kuwa Marekani wakasema kuwa tutajibu, sio kuwa tunarudi vitani, tunajibu. Wakati Donald Trump anatoa taarifa anasema kuwa tutawashambulia sana, wakati huo anaongea na Fox News anasema mazungumzo yanaendelea. Kwa hiyo unaenda na vitu viwili kwa pamoja, kuwa hataki kuendelea. Kile kinachofahamika kuwa ziara ya Netanyahu ni kwenda kuchochea, yani kuwa turudi kwenye vita kamili, lakini Trump anazungumza anasema kuwa tutawashambulia, lakini wakati wanasema kuwa mazungumzo yaendelee. Na hata CENTCOM walivyokuja kutoa taarifa ya mashambulizi, walifanya mashambulizi alfajiri ile pale pale, wakasema kuwa tumekamilisha, yani to stop. Kwa hiyo linakujia jibu kuwa Marekani hataki kuendelea zaidi, lakini sasa tunataka tuangalie kuwa tunatokaje hapo. Bila shaka wengi wanakubaliana, wachambuzi wengi wanakubaliana kuwa ni katika kutafuta njia ya kutoka. Tunatokaje kwenye vita? Leo unatokaje? Unatoka kwa ajili ya mazungumzo? Unatoka kwa kipi? Umempa nani kipi? Ndio maana unaona kuwa kulikuwa kuna proposal ambayo ilikwama katikati ya wiki, ambayo ilitolewa na Omani kwenda kwa Irani kuhusu Hormuz. Kwa hiyo mada kubwa imebaki ni Hormuz. Sawa. Sasa tuende Saudi Arabia. Saudi Arabia wanasema wanataka kuwa na muungano wa nchi 14 za ukanda wao kulinda mlango bahari wa Bab al-Mandab. Wameona wale Wahuthi wakishambulia, lakini wanalaumu kwamba Wahuthi wao ni washirika wa Iran. Kuna ukweli gani kati ya Saudi Arabia kushambuliwa na ushirika wa Wahuthi na Iran? Nimeiona hiyo taarifa. Unajua huu mchezo wakati umeanza, naweza kusema hii vita ilivyoanza, lengo kubwa la hii vita, hata walioianzisha hii vita walikuwa na hesabu 2 au 3. Twende tukayavuruge ndani ya Irani. Tukishindwa kuyavuruga ndani ya Irani, hawa waliomzunguka Irani wote hawa Waarabu tuhakikishe tumewaingiza pamoja kwenye huu mgogoro. Ndio maana ardhi zao zilitumika kuishambulia Irani. Sasa hawa Waarabu mwanzo wakawa kama wamestuka huu mchezo, wakajua kabisa wanaotafutwa mara nyingi inaweza kuwa ni sisi, sio watu wengine wa huku. Wakajiepusha, wakakunja mikono, kuwa licha ya kuwa Irani alikuwa akiwashambulia kwenye nchi zao, hawakujibu kwenda upande wa pili kumjibu Irani. Saudi Arabia ambaye unaweza ukasema hapa ni kama kingmaker, yani hapa Saudia ndio mshirika mwenye nguvu katika hawa, alikuwa anajaribu sana kujiepusha na hili kuanzia mwanzo, lakini Saudia hakuwa na nguvu ya kumwambia Marekani kuwa hili silitaki, japokuwa kuna wakati alimzuia. Mfano wakati Donald Trump kabla ya ceasefire, kuna mpango alikuwa ameupeleka, anasema kuwa tunataka tufungue mfereji kwa nguvu. Ardhi ambayo ingetumika zaidi kufanya mashambulizi ingetumika ni ardhi ya Saudi Arabia. Saudi Arabia wakamwambia no, hatutaki hili lizidi. Kwa hiyo ule mpango ukauliwa, ndio wakaenda kwenye ceasefire ambayo iliratibiwa na Pakistani. Sasa leo Saudia amejikuta kwenye mashambulizi ya sehemu 3. Yani licha ya kuwa hashiriki moja kwa moja, amejikuta sasa kwenye mashambulizi ya sehemu 3 tofauti, kwa sababu Wahuthi wanamshambulia, wapiganaji wale wa Iraki ambao wanaungwa mkono na Irani wanamshambulia, na Irani anamshambulia moja kwa moja Saudi Arabia. Kwa hiyo Saudi Arabia yuko kwenye sehemu 3, licha ya kuwa alikuwa hataki kabisa yeye kuonekana kama anashiriki moja kwa moja. Mgogoro wa Saudi Arabia na Wahuthi wenyewe, kama unacheza pembeni ya mstari, hauji moja kwa moja, kwa sababu Wahuthi madai yao kwa Saudia toka kwenye mgogoro wao wa 2013 ambao ulikwenda 2015, ikapinduliwa serikali iliyokuwa ya Yemen. Serikali iliyobaki pale iliyokuwa inatambulika kimataifa ya Yemen ilikuwa ikiishi Saudia, yani mawaziri kila kitu walikuwa Saudia, mpaka 2022 walipofikia makubaliano, ile serikali ikahama ikarudi Yemen. Hii ndio serikali inaungwa mkono na Saudi Arabia. Sasa toka 2016 Saudia alifunga kwa kushirikiana na Marekani, walifunga anga ya Yemen pamoja na bandari za Yemen, kuwa hakuna ndege itaingia na kutoka bila idhini yao. Kwa hiyo hawa wa Yemen wanaishi kwenye mzingiro wa Saudi Arabia kwa miaka 12 ambao umeratibiwa na Marekani, kuwa wao hawapokei meli
wala viwanja vyao vya ndege haviwezi vikaratibu. Sasa wamechoka mzingiro. Wakamwambia Saudia, tunafanya kitu kimoja, kuwa huu mzingiro hatuutaki. Tunataka meli zetu ziingie na kutoka kwenye port, tunataka anga yetu iwe wazi. Vinginevyo hatutoruhusu meli yoyote ifike kwako, wala viwanja vya ndege havitofanya kazi. Ndio vurugu ilivyokuja upande wa pili. Sasa Saudia anairusha kesi kuwa ni Irani wanaohusika, lakini ukweli kuwa yeye kaanzisha mzingiro. Maanake akitaka kuondokana na ile, aondoe mzingiro wa Yemen. Sasa kuwa Yemen, haya poti zenu zifanye kazi, viwanja vyenu vifanye kazi. Kama hawa Wahuthi watamshambulia tena Saudi Arabia, basi kutakuwa kuna mkono mwingine wa upande wa pili. Lakini wanayo madai mbele ya Saudi Arabia kuwa nyinyi mmefunga bandari zetu hazifanyi kazi, na mmefunga anga yetu sisi haifanyi kazi. Na mgogoro ulizuka juzi baada ya maziko ya Khamenei. Washirika ambao washirika wa serikali ya Wahuthi walienda kushiriki mazishi kule Teherani. Wakati wanatoka wakaomba kuwa wale washiriki watapanda ndege za Yemen. Wakakataa, wakasema sisi hatupandi ndege za serikali ya Yemen, tutapanda za Irani. Sasa lile lilikuwa ni kosa, kwa sababu za Yemen wangeziratibu wao kutua bila shaka, lakini wakapanda ndege ya Irani kutua. Ndio Saudia, washirika wa Saudi Arabia sasa wale waliopo ndani ya Yemen ambao sasa wako Aden, wakafanya mashambulizi kwenye uwanja wa ndege kule Sanaa. Hiyo ndio vurugu ilipoanzia, na hawa wakajibu upande wa pili. Sasa Rakbi, wakati hautoshi, lakini